wapiganie Muumba mbingu na nchi. Onekana kwenye kazi ya mikono yao, onekana kwenye nyumba zao Ebeneza, onekana kwa watoto wao Baba, onekana kwenye ndoa zao Mfalme wa amani. Wengine wako hapa wana mahitaji yao ya siri, wengine wako hapa wanatamani utembee na wao. Inaomba msaada wako Roho Mtakatifu, usiwache. Na ibada hii kapate kuwa ni ibada yenye mguso. Waende wakapokea jamaa jibu yao. Wako watu hawana kazi wanakuhitaji. Wako watu matumbo yao yamefungwa hayana uzazi. Wako watu wana magonjwa ya usiku Baba, mengine hata siyajui. Naomba ukawarehemu Muumba mbingu na nchi. Maana nimechagua kukimbilia wewe ndani ya ujana wangu. Siwaache Mfalme wa amani. Pigana na maadui zao. Pigana na wanaowasotesha kwenye maisha. Ninaomba rehema zako zisiwache. Na tumechagua Baba kutumika katika wewe na katika nguvu kubwa, Mfalme wa utukufu. Nyosha mkono wako juu. Wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Kwa Mungu mimi nakueleza, hata kama umepanga wa kuchimbie kaburi, wewe unatolewa. Kwa sababu Mungu anasema huyu mtu ana faida kwako. Sadaka zako unaleta, umepiga hela yako kule mwisho wa mwezi, fungu la 10 umepata, umelipwa 1000, toa 100 madhabahuni, leta 100 madhabahuni. Umelipwa 200,000, toa 20,000 ya watu. Ndivyo unavyozidi kufanya movement kwa Kristo. Tuingie Bwana majeshi, makofi na miguu. Makofi zaidi ya upako. Sasa wakati mtumishi, bwana. Mstari wa 4. Inua macho. Inua macho yako utazame pande zote, na wote watakusanyana wakikujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyangani. Pigie Bwana makofi zaidi. Inua macho yako. Hebu inua macho yako. Hebu toa macho hivi. Angalia kaskazini. Angalia kusini. Kristo nabii anasema inua macho. Inua, waangalia kaskazini, angalia kusini. Wote hao wanakusanyana, wanafanyaje? Wanakujia wewe. Wewe unajiliwa na nani? Wanakusanyana kwa ajili ya kuletea ubuyu. Kwa maneno pele. Wanakujia kuja kufanyaje? Akasema wote hawa mataifa wanakusanyana. Tatu anasema, 4, inua macho yako utazame pande zote. Wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka, wana maana uzao, maana baraka zako. Wana wako wanakujia kutoka mbali. Inawezekana kuna vitu ambavyo ukao umepoteza miaka ya nyuma, Mungu leo akurudishie kwa jina la Yesu Kristo. Kilichopotea, wana wako, matunda yako yalishapotea. Umeidiwa kazi, umelima umefeli, umefuga zinakufa. Bwana aenda kukurejeshia upya. Wana wako wanakujia. Akasema inua macho. Unainua ukatazama, wote wale wanakujia wewe. Akasema wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa wapi? Nyungani. Mstari wa 5 anasemaje? Ndipo mstari wa 5. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia wewe. Utajiri wa mataifa utakuwasilia. Utajiri wa nini? Utajiri wa nini? Utajiri wa mataifa utakuwasilia. Nyosha mkono wako juu, sema Bwana Yesu, kila roho maskini, kila roho fukara, na uvunja, kila roho maskini. Na tamko maskini vizuri. Unajua zipo itamka inamsikia hiyo. Hiyo ni roho. Na tukiingia kwenye maombi unaomba kama kichaa, usiangalie ni plastiki wala nini. Sema kila madhabahu ya maskini, ya fukara, na mvunja kwa wazazi wangu. Leo anaweza akainuka mtu kwenye familia yenu akusaidia wewe. Amen. Kwa ajili ya maombi yako, unapoombea familia yako, wewe ni mwakilishi wa familia. Baba, tumechoka. Familia yetu kuanzia leo sio ombaomba. Unaiombea familia yako. Ombea kuanzia mdogo, ombea kuanzia mkubwa. Kuna watu kiroho wamechaguliwa aina fulani ya maisha waishi. Soma kitabu cha Isaya 42:22 anasema, watu hawa ni watu waliotekwa, wamenaswa katika mashimo, wala hapana asemayerudisha. Watu hawa sio miti, sio wanyama, watu.
Watu wamekamatwa, wamenaswa kwenye mashimo, kwenye maandaki. Na ndio maana kuna tabia ambazo hauwezi ukaacha kirahisi kwa sababu ya kufunga. Utapona kwa jina la Yesu Kristo. Alafu njoo uje. Haleluya. Kuna vitu ambavyo unaweza ukafungwa ukashindwa kutoka. Na Daudi akasema kwenye Zaburi 88:8, wakasema kwamba nimefungwa wala siwezi kutoka. Kwa unaweza ukafungwa ukabaki unang'ang'a, hauwezi kwenda mahali popote. Ndio maana nasema njooni kwenye maombi, tupambane wiki nzima hapa. Unatamani mtoto wako atoke sehemu fulani, unatamani mume wako atoke sehemu fulani, without prayer no movement. Unaweza ukafungwa ukashindwa kutoka. Huyu tajiri haukujini tu kama umekaa tu bwete kuanzia asubuhi mpaka jioni unaangalia shilingi zeniti alafu wakulete kutoka wapi? Lakini vile vidogo vile nikiviombea, unagenge nikaweka mkono, unachoma mahali nikaweka mkono, nikafanya gaga mkono, baraka zinakaa juu yako. Unashika unachoma umaliza, unachoma umaliza tena, unachoma kwa sababu una neema iko juu yako. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Makofi zaidi. Sema kuanzia leo. Hiyo roho kutembea gizani. Hiyo roho kutembea gizani. Sema natoka. Sema natoka. Unaweza ukawa unaishi chini ya sakafu hivi. Yaani chini huko katikati wewe na ukasakafiwa juu. Unaona huko ndani umesakafiwa. Nafsi yako imesakafiwa, umekaa huko ndani wewe huko. Wazo utatokaje hapo? Haleluya. Utatokaje kirahisi? Hauwezi. Ni mtu akupewa magonjwa. Kila mwisho wa mwezi unapokea kila kichako tayari imekuja. Mtu anaanza tayari kwenda kifua mguu goti na hii goti mpaka nipate kuna dawa fulani jamani ya 120,000. Alafu mshahara wako ni laki, haujala mwezi mmoja chochote. Haujala chochote mwezi mzima. Alafu goti limekamata na nataka laki. Goti. Mara kifua cha mama hichi mpaka aende Kenya. Kifua cha mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matatizo ya kuwatembeza watu kwenye giza. Matatizo yasioisha. Sema kuanzia leo hiyo madhabahu inatoka huko. Mahali popote waliposema sitoki, sema natoka. Unataka kutakafiwa ndugu yangu, kaka huko ndani. Ndio halo, unakuwa huko ndani. Kaa huko ndani amna chochote kinachoendelea mbele kwa sababu unatembea. Utajiri haukujili. Utajiri hata kuna nafasi za kazi tunapata kwa maombi mengi. Niwape siri. More prayer unavuta. Unapoombea unavuta. Unaweza ukachoka kwa njoo fulani, njoo kwanza leo utaka hapa. Sio kirahisi, utajiri haukujili kirahisi. Prayer. Anaanza kuona kumbe nina mtu anaitwa fulani. Njoo hapa. Kumbe unaweza hata kama uwezi, neema inakuwezesha. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Pigia Bwana neema makofi na vigelegele. Grace. Grace, neema inapokaa juu yako unaenda. Daudi akasema hata nijapopita katika bonde la nini? La uvuli wa mauti, sitaogopa nini? Mabaya. Kwa maana wewe, sio fedha zangu, sio mke wangu, sio mume wangu, kwa maana wewe uko pamoja nami. Kwa maana wewe. Ukisoma hiyo Zaburi 62:10 pale. Anasema kwa msaada, kwa nguvu zako tunatenda nini? Hatuwezi kutenda makuu bila maombi. Hatuwezi kuponya mataifa bila maombi, bila kuwa na nguvu. Kwa msaada wa Bwana. Kuanzia leo tembea Jumatatu, mwambie nguvu ya Bwana itembee na mimi. Baba nifungulie milango ya kazi. Baba fungulia milango ya simu. Kuna watu wamefungiwa mawasiliano ya kijijini tu, bwana fulani amekufa. Mzee fulani amekufa. Leo tunakaa matatu. Tumoja akakushia message akaniambia mtume, naomba nushie la maua. Mimi siwezi kunushia la maua ya nani? Maua si mtu amefariki. Naomba nushie la maua. Sasa namba ziko kila mahali. Ela maua. Wewe rusha ela kufanikisha mataifa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Pambana. Omba. Toa sadaka zako na usijihurumie. Mwage atoa. Mwambie Bwana tembea na mimi. Tembea na kazi yangu. Tembea na watoto wangu. Kuna vitoto kila mwisho wa mwezi
kifua. Mmoja akaniambia, mtumishi, kila baada ya mwezi mtoto wangu huyo analazwa siku 3 siku 5, na akishalazwa tarehe za mshahara zikishana 5 6 anapona, anarudi, ananyonya vizuri, anaanza kuishi vizuri, anaanza kukaa vizuri. Kumbe kuna mipango inayopambana ile familia isi move on. Tutupie magonjwa pale, tutupie vita pale, tutupie vita pale. Nikuombee hiyo neema tunaipasua kule. Wale wote wanaokutupia mabaya wakatupia na wao kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sema sitatembea kwenye giza. Sitatembea kwenye giza. Sitatembea kwenye laana. Sitatembea kwenye laana. Na mtu mwenye matumaini ndani ya Kristo lazima uwe jasiri. Lazima utambue kwamba anamwabudu Mungu anayejibu. Usitembee kilegelege tu kwamba sina nyuma wala hapana. Kataa mwanangu. Pambana na ukianza hivi nguvu ya Mungu usiache. Pambana, jitoe, wakuzuie, nenda. Kata kamba, nenda. Baadaye wakishakuona kukuzuia sana, haya basi nenda, nenda. Kuna watu wanalazimishwa wafanye vitu ambavyo hawavitaki. Wanalazimishwa yeye. Unakuta mtoto labda kama ni mdogo labda hivyo labda anapewa uji anakataa. Yaani kuna vitu ambavyo hataki hata yeye mwenyewe. Mtu mmoja nikaongea naye Mungu yule akaniambia, Baraka, kwani usio mtoto mdogo? Kwani kila kitu kimpa na kunywa, vingine hataki anakataa kabisa. Na wewe kuna vitu lazima uvikatae kimwili. Bwana Yesu apewe sifa. Kataa, omba Mungu. Mwambie Mungu, nipe namna ya kutembea kwenye nuru yako. Nipe namna ya kutembea kwenye mamlaka yako. Hebu bariki watoto wangu. Hebu bariki mume wangu. Alafu muombe mwanaume, usimlaani tu afe, agongwe na toyo. Alafu kesho kutwa unaanza tena, taishije sasa? Taishije kama tuko muombe afe. Sema kuanzia leo hiyo roho naivunja, naipasua pasua. Inawezekana ukamwombea kwa sababu pengine labda ameukataa. Muombe na baraka yako, muombe baraka. Hata kama ameukataa sana utakuwa kaja kapoteza. Muombe tu baraka bana kama ndende. Ndende kule anakwenda. Unaona kana mtu wake kule aendelee tu mbele. Hata kama nimeshakuwa ex, lakini Mungu atatafuta mtu mwingine mzuri. Sema leo. Sema hiyo madhabahu. Pasua. Kubali hata kama ni ex. Na mimi sio ex. Ex si mtu alokufa. Kwani ile picha kitembeza si lazima inafanywa hivi. Na mimi nifanye hivi hayuko duniani. Mimi sio ex. Haleluya. Ex mimi sio ex. Ni kwamba tulikuwa tumekaa kidogo tukaitafutiana na nini, lakini na nini hata tu lugha nzuri ya kuzungumza. So yule mbwa hapana, usimuite mwanadamu hapo. Muite mtumishi. Bora kama muite mtumishi. Sema leo lazima nisogee mbele. Malizia mtumishi 60:10 pale. Afu tuanze kwenye mstari wa 11. Isaya 60 mstari wa 11. Malango yako yatakuwa wazi daima. Hayatofungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa taifa. Na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Malango yako yatakuwa wazi daima. Kuna watu malango wao yamefungwa. Hayako wazi, yamefungwa. Kwa hiyo unakuta mtu anakaa katika hali fulani ya mateso, hali fulani ya kushindwa, hali fulani ya kukata tamaa, hali fulani ya kuchoka, hali fulani ya kuona mimi nastahili tu kufa kwa sababu ya malango yamefanyaje? Yamefungwa. Lakini hapa Isaya akasema malango yako hayatafungwa mchana wala usiku. Sema Bwana Yesu, naomba unijalie malango yangu yaliyofungwa kwa namna yoyote ile yakae wazi. Malango ya biashara, malango ya vitu vizuri, malango vizuri ikae wazi. Nikutamkie malango yako yakae wazi kwa jina la Yesu. Wazi. Ukitembea kwenye malango yaliyofungwa hauwezi ukaona fursa, tumishi. Kwa sababu umefungwa. Na sizungumzi mlango wa kanisa ufunge ndio malango yako, hapana. Kama kuna malango ya kimwili hivyo, pia kuna malango ya nini? Ya kiroho. Kama kuna malango hivi kimwili na pia kiroho, na kuna malango.
Hata kuna watu ambao hawaoni njia kwa sababu milango imefungwa, hawaoni fursa yoyote kwa sababu kila mahali kumefungwa. Kwa mtu anatembea sehemu moja tu, anatafuta njia, anatafuta mlango haoni, anatafuta pa kwenda haoni kwa sababu milango ifanyaje? Imefungwa. Sema kuanzia leo, iwe milango iwe open, iwe open. Sasa hiyo ndio message ndani kabisa. Sema iwe wazi. Hicho ndio mnakijua. Najua mimi napenda watu wanaojua lugha yao. Sisi hapa tumekutana hapa na wazungu. Nasemaje? Hi. Are you okay? Hey, how are you coming? What is your name? Unatukana. Unajua jifunze lugha. Utakuja kumbana na watu. Unasema unatukana. How are you? What is your name? Where you come from? Alafu nataka ule mwembamba ule mama waulize maswali. Hi. What is your name? What is your father's name? Like your father's name? Father you father. Kwa sababu unakuta kwamba Kiingereza. Sema kuanzia leo, Roho Mtakatifu nitavuka mipaka. Nikuombea uvuke nini? Mipaka. Wewe unakaa tu hapo unasita unapita. Tembea toka hata hapa nenda hata mianzini kule zunguka. Mwambie Bwana Yesu kunifungue ubongo kwa sababu nimetekwa na watu wala siti. Unazunguka unaambia Mungu fungue ubongo kwa sababu unakaa hapa unalala hapa unaishia hapa. Toka! Tembea na miguu. Unakuwa umeblokiwa simu moja, anazaliwa pale anasomea pale anapajaga pale sana flag anaishiria pale. Biashara yake inafutika. Bora daima ametoka Tanga. Huyo ametoka Singa na Mtoni. Sijui. Wengine wamezaliwa hapa. Toka hata mikoa unaenda. Mimi natokaga naendaga hata wapi huko. Pakani mwa Zambia na Malawi. Milango yangu haijafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Milango yangu haijafungwa. Haleluya. Kwa unapoenda mipaka yako inapokaa nje, mipaka yako inapokuwa wazi, inakuwa ni kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa unapokuwa umefungwa auoni, kwa ujifunze kujua vitu mbalimbali. Toka kaangalia unaweza kufanya nini? Jifunze, jiongeze kushona, kupika mandazi mazuri, kufanya nini? Usingangane kitu kimoja tu kama kupe. Unabadilisha. Unajifunza kusuka vizuri, unasuka nywele mtindo mzuri ambao upo sasa hivi. Usisuke manywele vizuri. Na kama sijasuka. Unasuka nywele vizuri. Mimi sisuki. Unapika mandazi mazuri. Unapika vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kuna vitu unapata vya kukusukuma mbele. Na nyanyuka. Usiogope. Nyanyuka. Usinyanyuke mama. Si nimenyanyuka hapo. Usinyanyuke. Nimeanguka kwenye miba. Pole, umeanguka wapi? Nikija kanisani kwako nikaanguka hapo. Pole sana mama. Nakuombea. Niombee basi. Haya. Sema Bwana Yesu. Na washa moto. Apendi. Wewe unajua unacheka lakini anashinda. Hiyo ni matatizo. La pombe. Unaona sasa anajua mwenyewe. Anatamani kuacha mara nyingi lakini akisha yani akikaa tu kiu ikija, hapana. Ni mimi niweke yani. Wewe ukitoka mbele yangu. Haifai. Unaweza kufungwa ukashindwa kutoka. Daudi akasema nimefungwa wala siwezi. Wala siwezi. Kwa unaweza kufungwa kwenye tabia, kwenye hasira, kwenye uchungu, unatamani niache, uwezi. Mchungaji, mimi nikiona buku maisha yangu daima milele. Maisha buku. Kwa nini situmie hiyo buku? Chafu. Umesikia? Chafu. Kwa maombi, wao tunawaombea, maana wiki nzima ilikuwa ni maombi hapa. Tunaombea mji huu, tunaombea kazi za watu, tunaombea biashara za watu, tunaombea mataifa. Mungu afanye njia. Bwana Yesu apewe sifa. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Unaji kwa Mungu yako. Unaji kwa Mungu yako. Usikae kimya. Ombea watoto wako, ombea mji wako, ombea kanisa, ombea taifa lako. Mwambie Bwana, ninakuhitaji Jehova, ninahitaji kuangaza. Angaza kazi ya mikono yako, angaza taifa langu, angaza mji wangu, angaza kazi zako. Mwambie Bwana, natamani kutembea na wewe, natamani kuishi na wewe, natamani kukaa na wewe. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Hiyo madhabahu ya giza, hiyo madhabahu ya kichawi, inayokamata wako, inayokamata wanaume, inayokamata wanawake, inayokamata mabinti. Omba. Nenda mbele za Bwana. Kata. Hiyo madhabahu ya giza, hiyo madhabahu ya uchongo, hiyo madhabahu maskini.
jina la Yesu. Achilia moto kila madhabahu ya giza, achilia moto wa giza, hiyo giza kwenye maisha yako, pasua pasua, achilia moto, wataondoa giza, wataondoa giza, wataondoa giza, jina la Yesu. Achilia nuru, achilia nuru, achilia nuru, pasua pasua, hizo madhabahu, pasua pasua, hizo madhabahu, piga kwa jina la Yesu, piga vunjika, piga vunjika, watagiza, watakataa, wewe ni nuru, wewe ni nuru, wewe ni nuru, jina la Yesu, wataondoa giza, wataondoa giza, piga sambaratika, piga vunjika, piga madhabahu, kupeleka kwenye giza, kataa, jina la Yesu, piga vunjika, madhabahu piga vunjika, piga sambaratika, jina la Yesu, wataagiza, watakataa, piga kazi yako, piga ndoa, piga maisha yako, wataagiza, piga nuru njema, juu yako, jina la Yesu, endelea kuomba, usikae kimya. Mwambie Bwana, nahitaji msaada wako, nahitaji mafuta yako, nahitaji neema yako. Hiyo moto ikapite kwenye taifa letu. Omba mbele za Bwana, mwambie Bwana, ndugu zangu wawe moto, kanisa likawe moto, taifa la Tanzania likawe moto. Baba, walokamata na nguvu za kichawi, walokamata na roho za mauti, watakata yore mauti, yore visasi, yore balaa, watakata walokamata baraka zako, walokamata biashara, walokamata huduma, walokamata ndoa, walokamata uchumi, wakatakata, haribu mipango yao, hiyo mishale ya mauti, walokotopia, wakisema, hiyo mishale ya mauti, walokotopia, wenye biashara yako, hiyo mishale ya mauti, walokotopia, watoto wako, hiyo mishale ya mauti, walotopa, walosema utamzika, watarokuzika, watakatakata, wambie Bwana, wakatakuzika, hiyo milango iliyofunguliwa, nafunga katika jina la Yesu. Vunja madhabahu, vunja kwa mamlaka jina la Yesu. Haribu, sambaratisha. Akaambia Yesu Kristo wa Nazareti, achilia moto ile madhabahu iliyokukamata. Vunja ile madhabahu iliyokamata uchumi wako, iliyokamata watoto wako, iliyokamata maisha yako, iliyokamata ndoa yako, iliyokamata ndoa yako. Vunja
Ojareba, ojareba, atamia Yesu, achilia moto, achilia moto, achilia moto, kanyaga ya mazabao, kanyaga ya mazabao, ya mazabao yoko, ya mazabao yoko, ya mazabao yoko, areba, ili kukamatia chene, areba kwa mamlaka, areba kwa dameza, orega vorega, asiliano ya, kata kata, lema ninakata leo, lema ninakata leo, yora, inenifuatilia, areba, areba, areba kwa mamlaka, enta ya mazabao, ili ukamata maisha, enta ya mazabao, ili ukamata mche, orasika, areba, areba, pige roka, pige roka, pige roka, pige sabaratisha, adamia Yesu, amoto mtakatifu, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, ende miji yote, achilia moto, njia panda yote, achilia moto, ende agari yote, achilia moto, ila aliyekamatwa, wenye nyumba yake, sema leo anatoka, sema leo anatoka, waliokamatwa, wenye nyumba zao, sema leo anatoka, enda watoa roho, enda watoa roho, enda watoa roho, enda watoa roho, waliokamatwa, wenye kazi zao, enda watoa roho, katika jina la Yesu, yote inapita, yote inapita, sema nenda watoa, nenda watoa, watoe, watoe, waliokamatwa miguu yao, waliokamatwa miguu yao, achia, achia, achia kwa mamlaka, jina la Yesu, watambia Yesu, yote inapita, sema nenda wachia, watakata, kata hizo kamba, 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 kata hiyo madhabahu, hiyo madhabahu iliyokufungia, iliyosema utaenda mbele, wareba, reba, reba, hiyo madhabahu ya mababu, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, hiyo roho masikini, hiyo roho visasa, hiyo roho wanaume, hiyo roho wanawake, wenye familia yenu, watoto yenu, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, hiyo maradhi ya korase, hiyo roho korase, hiyo magonjwa korase, atakata, atakata, hizo kamba zao, walizokuunganishia, walosema utafanikiwa, walosema utamaliza mwaka, atakata, ombea taifa lako, ombea nchi yako, ombea watoto wako, ombea kazi ya mikono yako, ombea Bwana, unatembea nurani, taifa la Tanzania, utembea nurani, taifa la Tanzania, utembea nurani, tembea nurani, tembea nurani, tembea nurani, alibora tembea gizani, yovola giza, atakata, kata, atakata, kata, itanuru, itanuru, itanuru kwa mamlaka, emanura ngurea, iliyochukuliwa na wachawi, inairudisha, 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 itaionora, iliyopotea, itaionora, iliyopotea, katika jina la Yesu, ile nyota iliyochukuliwa, achia, 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 waliochukua nyota yako, achia, achia, emanachukua, iyo nyota yako, inakanyanya, inawanyanganya, inawanyanganya, watabia Yesu, watabia Yesu, iyo nora, nora, ilichukuliwa, ukaona tembea gizana, iyo nora inarudisha, katika jina la Yesu, ilokeza, inaliondoa, inaliondoa, ondoa ilokeza, inatembea gizana, inakutoa leo, inatoka leo, inatoka leo, katika jina la Yesu, inatoka leo, ilokeza, inapiga, inapiga, ondoa